Katika kaseti hii utasikia mafundisho ya neno la Mungu katika siku mojawapo ya Bwana yakiletwa kwetu na askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, Askofu Zakaria Kakobe. Hakika hutakuwa ulivyo baada ya neno hili lililojaa nguvu ya Mungu. Fungua moyo wako kupokea chakula cha kiroho tunapomkaribisha sasa Askofu Zakaria Kakobe. Asante Mungu wetu kwa sababu ya mkono wako wa kipekee ambao umekuwepo pamoja nasi. Asante kwa jinsi ambavyo unatupenda. Asante kwa jinsi ulivyotukusanya tena hapa kuweza kujifunza neno lako. Umekusudia kuhakikisha unaondoa ujinga katikati yetu na kutupa maarifa, ili kwa maarifa hayo tukapate kujua yanatupasa kujua, na kweli hiyo ikapate kutuweka huru katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, asante kwa sababu umesema Roho wako atatuongoza na kututia kwenye kweli yote. Na kusihi basi kwa Roho wako Mtakatifu tukapate kuongozwa na kutiwa katika kweli hii leo, hata tukapate kuwa na ufahamu mkubwa kuhusu maono na ndoto tunapoanza kujifunza juu ya somo hili leo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu tumeomba, na kwa sababu hiyo umesikia na kujibu sawasawa na ahadi yako. Asante kwa sababu tunapoanza tunaanza na Roho wako Mtakatifu na kumaliza naye katika jina la Yesu. Amen. Somo letu la leo, ndoto na maono. Somo letu la leo, ndoto na maono. Ndoto na maono. Ndoto na maono. Leo tutakuwa katika sehemu ya kwanza ya somo hili, na kwa neema ya Mungu tutaweza kumalizia somo hili tena Jumapili ijayo. Ndoto na maono. Nyakati zilizo nazo ni zinaitwa siku za mwisho, na moja kati ya mambo yanayotajwa na Biblia kwamba yatatokea nyakati hizi au siku hizi za mwisho ni kwamba watu wengi waliokolewa ambao Roho wa Mungu amemwaga juu yao wataota ndoto na kuona maono kwa wingi wake. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 17. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17, Biblia hapo inasema hivi: itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote Roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Nyakati hizi ndizo nyakati hizi zinazotajwa kwamba ni siku za mwisho, wakati ambapo watu wengi watakuwa wakiona maono na watu wengi wakiota ndoto. Watu hawa ambao wamemwagiwa Roho ya Mungu na Roho wa Mungu anashuhudia ndani mwao kwamba wao ni watoto wa Mungu, watakuwa wanaota ndoto na kuona maono kwa wingi wake. Na sio tu kwamba ndoto au maono vitakuwa vinatokea kwa watu waliokoka peke yao. Ushahidi umejaa katika Biblia kuonyesha kwamba hata watu ambao hawajaokoka, watu ambao ni mataifa, ambao hawajaokolewa, hawajamjua Mungu, wanaweza kabisa wakaota ndoto na kutokewa na maono, hata kutokewa na malaika, na makusudi mbalimbali ya Mungu yakatimia kwao kwa njia ya ndoto na maono. Na ushahidi huu unathibitika katika neno lake tunapoweza kuona watu kadha wa kadha ambao waliweza kuota ndoto na kuona maono ingawa walikuwa hawajaokolewa. Mfano wa kwanza tunauona kwa Farao. Mwanzo sura 41 mstari wa kwanza.
Mwanzo 41 mstari wa kwanza. Biblia hapo inasema hivi: ikawa mwisho wa miaka 2 mizima, Farao akaota ndoto, na tazama, amesimama kando ya mto. Farao alikuwa hajaokolewa. Farao alikuwa amjui Mungu, lakini hapa sasa tunaona akiota ndoto. Mfano wa pili tunaona kwa Nebukadreza. Nebukadreza alikuwa ni mtu wa dunia hii, alikuwa ni mtu ambaye yuko mbali na neno la Mungu au maagizo ya Mungu, alikuwa ni mwabudu miungu, lakini huyu naye anaota ndoto. Danieli sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 5. Danieli 4 mstari wa 4 mpaka wa 5. Biblia hapo inasema hivi: mimi Nebukadreza nilikuwa nikistarehe katika nyumba yangu, nikistawi katika nyumba yangu ya enzi. Nikaota ndoto ilinitia hofu na mawazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu, na njozi za kichwa changu zikanifadhaisha. Nebukadreza yeye naye aliota ndoto. Tunapata taarifa vile vile za mkewe Pilato katika mfano wa 3. Mkewe Pilato alikuwa hajaokolewa, alikuwa hamjui Mungu, alikuwa hafanyi mapenzi ya Mungu, lakini yeye naye aliweza kuoteshwa ndoto, aliweza kuota ndoto. Mathayo sura 27 mstari wa 17 mpaka mstari wa 19. Biblia hapo inasema hivi: basi walipokutanika, Pilato akamwambia, mnataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua kuwa amemtoa kwa usuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe, anahitajwa hapa ni mkewe Pilato, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno yule mwenye haki, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Mkewe Pilato anakuwa usiku mzima amekuwa akiota ndoto. Vile vile tunasoma habari za Cornelio, mtu huyu wa dini. Yeye naye alikuwa ni mtu wa dini tu, lakini alikuwa hajaokolewa. Unaye tunasoma habari zake, jinsi alivyoona maono na kutokewa na malaika, ingawa alikuwa hajaokolewa. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Biblia hapo inasema hivi: palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua. Neno hili linalotumika hapa halimaanishi mtakatifu. Kiingereza wanatumia neno devout man. Ni mtu ambaye ana juhudi, mtu mwenye juhudi nyingi kwa kile anachokifanya. Ana juhudi na anatenda jambo lile katika bidii zote na katika utii wote wa kulingana na yale anayofanya, kama askari anavyomtii afande. Ndicho kinachozungumzwa hapa. Mchaji wa Mungu, mchaji wa Mungu, anamcha Mungu, anamhofu Mungu. Mtu anaweza kumhofu Mungu, anaweza kumcha Mungu, lakini ikawa tu ni chanzo cha maarifa, lakini hajaweza kuyapata maarifa yenyewe. Anaweza kumcha Mungu, akamhofu Mungu, lakini akawa bado hajaokolewa. Biblia inasema tunamwamini Mungu kwamba ni mmoja, lakini mashetani nao wanaamini na kutetemeka mbele zake. Tunaona mashetani sio tu wanamhofu Mungu, sio tu wanamcha Mungu, lakini wanatetema mbele zake. Sio swala tu la kumcha Mungu. Vile vile yeye na nyumba yake yote walikuwa wanamcha Mungu hivyo, lakini walikuwa hawajaokolewa. Na alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Mtu anaweza kutoa sadaka nyingi sana, lakini akawa hajaokolewa. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wanatoa sadaka, lakini Yesu aliwaambia wanafiki na walikuwa bado hawajaokolewa. Na kumwomba Mungu daima. Yeye vile vile alikuwa na muombaji sana, lakini swala tu la kuomba aliweza kumfanya mtu kuwa ameokolewa. Hata mashetani wanajua kuomba.
Na mapepo walipokuwa wanakemewa na Yesu, walimwomba Yesu, wakamsihi kabisa kwa maombi kwamba awaruhusu waweze kuwaingia nguruwe, nao wakajibiwa maombi yao. Kwa hiyo sio swala tu la kusema mtu anaomba na anakusanya familia yake yote anaomba usiku kusema kwamba ndio wokovu. La hasha. Mtu anaweza kuwa na juhudi sana namna hiyo, lakini akawa ni mtu wa dini tu, akawa hajaokolewa kama alivyokuwa Cornelio. Na huyu alikuwa mataifa, alikuwa hajaokolewa. Na sasa mstari wa 3, akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Cornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Tunaona hapa akiwa anaona maono waziwazi kama saa 9 mchana na malaika wa Mungu akimjia, lakini hajaokolewa. Na baadaye utaona hatimaye walikutanishwa na Petro, na ndipo akawa ameokolewa na kujazwa Roho Mtakatifu. Vema, mpaka hapo tumeona jinsi ambavyo watu waliokolewa wataona ndoto na maono, na tena watu ambao hawajaokoka vile vile wataona ndoto, wataota ndoto na tena kuona maono. Kwa sababu hii somo hili ni la muhimu sana kwa kila mmoja wetu uweze kufahamu kwa kina kuhusu ndoto na maono, ili tuweze kujua yanatupasa kujua tunapoota ndoto na tena tunapoona maono. Na kwa sababu hii tunachukua muda mwingi wa kutosha kuanzia leo kuweza kujifunza kwa mapana na marefu na kina kuhusu ndoto na maono, ili tuweze kuwa na ufahamu wa kutosha kuhusiana na mambo haya. Na leo kama tulivyotangulia kuzungumza hapo mwanzo, tunaanza sehemu ya kwanza ya somo hili, na tutagawa mafundisho yetu ya leo katika vipengele 4. Kwanza, tofauti kati ya ndoto na maono. Pili, aina 3 za ndoto au maono. 3, makusudi ya ndoto na maono. Makusudi ya ndoto na maono ya Mungu na Shetani. Na 4, ndoto na maono ni mafumbo. Kipengele cha kwanza, tofauti kati ya ndoto na maono. Ni muhimu tunapoanza kuweza kujua tofauti kati ya ndoto na maono. Ndoto ni picha zinazoambatana na sauti, kwa mfano wa sinema, ambazo mtu huziota anapokuwa amelala usingizi. Macho yake yamefumba, haoni kwa macho haya, lakini kwa macho ya rohoni tena anaona picha zinazoambatana na sauti, kwa mfano wa sinema, akiwa amelala usingizi. Na hizo zinaitwa ndoto. Amelala usingizi, anaona picha hizo zinazoambatana na sauti, kwa mfano wa sinema, mtu huyo anakuwa anaota ndoto. Mwanzo sura 28 mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Amelala usingizi, kitu gani kilifuata? Akalala usingizi pale pale, akaota ndoto. Na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Naona mahali hapa na mwana Yakobo amelala, na baada ya kuwa amelala usingizi, sasa anaota ndoto. Ndoto wakati wote zitakuja baada ya mtu kuwa amelala usingizi. Unaweza kuona maono ni tofauti kidogo, ingawa kuna namna ya kufanana pia na ndoto. Maono ni picha za jinsi hiyo ya ndoto ambazo zinaambatana na sauti, kwa mfano wa sinema. Lakini tofauti yake na maono ni kwamba maono hayatokei kwa mtu anapokuwa amelala usingizi.
maono yanaweza kutokea kwa mtu wakati wote, iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, iwe ni jioni, iwe usiku, lakini ni wakati ambapo mtu anafanya shughuli zake za kawaida. Na mtu katika shughuli zake za kawaida, na macho yake yanaangalia mambo ya kawaida anayoyaona, lakini hatimaye ataona macho hayo kwa ghafla hayaoni tena yale ambayo amekuwa akiyaona katika hali ya kawaida, na sasa atakuwa anaona mambo mengineyo yasiyo ya kawaida. Sasa hayo anayoona hapo, ambayo yanakuwa ni picha zinazoambatana na sauti, kwa mfano wa sinema, yanaitwa maono. Na hiyo ndio tofauti ya maono na ndoto. Na ili tupate kufahamu vizuri juu ya maono na kuweza kuyatofautisha sana na ndoto, tutaweza kupitia mifano minne ambayo itatupa picha nzuri zaidi. Tutapokuwa tunaangalia watu hawa waliotokewa na maono, tunaweza kujifunza mambo kadhaa yanayohusiana na maelezo haya tuliyotangulia kujifunza. Kwanza tutaangalia juu ya Musa. Musa alikuwa anachunga kondoo za mke wake Yethro katika kawaida yake ya kuchunga, na kuchunga kulikuwa kunafanyika usiku, ni wakati tu wa kawaida mchana. Na alipokuwa akichunga, ghafla akaona maono. Akaona kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Angalia Kutoka sura ya 3. Kutoka 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Kutoka 3:1 mpaka 3, Biblia inasema hivi: basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Unaweza kuona hayo ni maono. Yuko katika hali ya kawaida, yuko katika shughuli zake za kawaida, anachunga kondoo wa mkwewe Yethro, na hatimaye anaona yale yasiyokuwa ya kawaida. Macho yake yanaona yale yasiyokuwa kawaida, anaona maono. Ili tumemtaja Kornelio muda sio mrefu, na katika Matendo sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 6, Kornelio hakuwa katika usingizi wote. Katika hali sio ya kawaida, ghafla akaona ametukiwa na maono hayo ambayo tuliweza kuyahusia muda mfupi uliopita, lakini tutarudi tena hapo. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Unaona hapa ni saa 9 mchana, na anaona katika maono waziwazi. Ghafla tu anaona mengine ambayo sio ya kawaida katika mahali pale alipokuwepo. Anaona malaika wa Mungu amemjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakwambia akupasayo kutenda. Anaona maono, na katika maono hayo anapewa maelekezo. Saa 9 mchana. 3, tutaangalia mfano mwingine kwa Petro. Petro naye kama kawaida tu alipanda darini saa 6 mchana kwenda kuomba, na alipokuwa anaomba akapata njaa. Sasa akataka kula. Akatoa taarifa juu ya watu wale katika nyumba ile kwamba sasa wanaweza kumwandalia chakula. Na walipokuwa wanaandaa chakula na muda sio mrefu watamwita, ghafla akaweza kuona mambo ambayo si ya kawaida pale alipokuwa. Hayo yalikuwa maono. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 9 mpaka mstari wa
Matendo 10 mstari wa 9 mpaka mstari wa 16. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba. Yapata saa 6 ya mchana, akaumwa na njaa sana, akataka kula, lakini alipokuwa akiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa, inateremshwa kwa pembe zake 4 hata nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hawa watambao na ndege wangani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu siviite uwe najisi. Jambo likatendeka mara 3, kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Ana njaa na ameketi tu mahali kwenye chumba cha kuomba, lakini anaona chombo kikubwa kwa mfano wa nguo kimeshuka, na kwenye nguo ile, kwenye chombo kile, kuna wanyama wengi sana. Alafu anasikia sauti ikimwambia, chinja ule. Hayo ni maono. Anangojea chakula chake kimeandaliwa kule, anangojea kushuka kwenye sehemu yake ale. Sasa anaona maono. 3. Hapo ndipo tulikuwa 3 katika mfano wa 3. Vema, tuende sasa mfano wa 4 tuweze kuangalia juu ya Paulo. Paulo naye alikuwa anasafiri kwenda Dameski, na alipokuwa katika safari yake kwenda Dameski, alipokuwa njiani, adhuhuri mnamo saa 9 mpaka saa 10 hivi, akawa ameona maono. Matendo 26 mstari wa 12 mpaka 16. Basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani, naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua, ikinimunikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka nchi sote. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mwana wa Daudi, ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, wewe nani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona. Hayo ni maono alikuwa anayaona, na mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Unaweza kuona hapa, ghafla anaona nuru kutoka mbinguni inayopita mwangaza wa jua, inamulikia yeye na wale waliofuatana naye, na anaanguka, anaanza kusikia sauti. Hayo yalikuwa ni maono. Na wakati mwingine kwake huyu Paulo aliona maono usiku, na sio kwamba alikuwa katika usingizi, lakini alitokewa na maono usiku. Akamwona mtu amesimama mbele zake, ametokea Makedonia, akiwa anamwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Hayo yalikuwa maono. Katika karatasi yako utaona naandikwa hapo Mathayo 16 mstari wa 9. Napaswa kurekebisha hapo, isomeke Matendo 16 mstari wa 9. Matendo 16 mstari wa 9, na sio Mathayo 16:9. Matendo 16:9. Paulo akatokewa na maono usiku. Alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Hayo ni maono. Vema, baada ya kuwa sasa tumeweza kutofautisha kati ya ndoto na maono, tunahitaji tena kupiga hatua katika somo letu. Sasa tutakwenda moja kwa moja katika kipengele cha pili, aina 3 za ndoto au maono. Aina 3 za ndoto au maono. Kwanza, ndoto au maono yanayotoka kwa Mungu. Mwanzo 20 mstari wa 3. Mwanzo sura 20 mstari wa 3, Biblia hapo inasema hivi:
Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku. Hiyo ni ndoto iliyotokana na Mungu. Toka sura ya 3 mstari wa 2, maono yaliyotokana na Mungu. Toka 3 mstari wa 2. Musa akasema, toka sura ile ya 3 mstari wa 2, malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, la hicho kijiti hakikuteketea. Maono hayo ni yametoka kwa Mungu, maana ni malaika wa Bwana ambaye anamtokea Musa hapa katika maono hayo. Sasa ndoto au maono yanayotoka kwa Mungu yanaanza kuja kwetu kwa jinsi nyingi na kwa namna mbalimbali, lakini maono yote na ndoto zinazotoka kwa Mungu, hata kama zingekuwa za jinsi gani, huambatana wakati wote na amani ya Mungu, kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu wa amani, si wa machafuko kama inenavyo Biblia. Na vile vile maono yote au ndoto zote zinazotoka kwa Mungu zinalingana na neno la Mungu, kama jinsi ambavyo tukaweza kujifunza kwa undani sana juu ya jambo hilo katika sehemu ya 2 ya somo letu. Hiyo ni aina ya kwanza ya ndoto au maono. Ndoto au maono yanayotoka kwa Mungu. Pili, aina ya pili, ndoto au maono yanayotokana na Shetani. Shetani vile vile ana uwezo wa kutuletea ndoto au maono, na ndoto hizi au maono ya Shetani hutuletea uoga au hofu, kwa kuwa huambatana na mambo ya kutisha ambayo hayatuletea amani, bali yanatuletea uoga, na vile vile yanakuwa tofauti kabisa na neno la Mungu, hayalingani na neno la Mungu. Maono au ndoto zinazotokana na Shetani hazilingani na neno la Mungu katika kweli. Ni muhimu kufahamu kwamba Mungu wetu siye anayetupa roho ya woga. Roho ya woga inatoka kwa Shetani. Angalia Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7. Biblia hapo inasema hivi: maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Roho ya woga haitokani kabisa na Mungu, bali inatokana na Shetani. Sasa kuna wakati mtu atapanda kitandani na atatarajia kwamba ataweza kupata usingizi wa amani na ndoto nzuri, lakini atashangaa usiku wake unakuwa ni wakati wa ndoto zilizojaa kila namna ya vitisho na mambo yanamletea hofu. Ndoto hizo hazitokani na Mungu, bali zinatokana na Shetani. Mtu anaweza kuota katika ndoto, anachukuliwa na anapelekwa baharini na anafanya mambo ya ajabu kule, au anaona ng'ombe wanamjia na wanampiga kwa mapembe, na anakuwa katika hali nzito wakati wote. Mara apelekwe makaburini, mara apelekwe na aone masufuria mengi, aanze kulishwa mavyakula ya ajabu, mara achukuliwa apelekwe kwenye daraja refu sana, halafu atupo chini, halafu watu waanze kushangilia. Au aweze kuona amekutana na jeshi kubwa la watu, halafu wanaanza kumwambia wewe ndio tulikuwa tunakutafuta, wanaanza kumpiga. Na
anakuwa yuko tu katika hali ya ajabu ajabu tu, katika hofu tu, katika mashaka tu, kiasi kama anaona usiku ni mrefu. Ndoto za namna hii hazitokani na Mungu bali ni za shetani. Angalia ndoto za shetani katika Ayubu sura ya 7 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Ayubu sura ya 7 mstari wa 13 mpaka 15, Biblia hapo inasema hivi: hapo nisemapo kitanda changu kitanituza moyo, manake kitanituliza moyo. Hapo nisemapo kitanda changu kitanituza au kitanituliza moyo, malazi yangu yatanipunguzia kuugua kwangu, ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Hata nafsi yangu huchagua kunyongwa na kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Nafikia mahali ambapo mtu atakuwa anaota ndoto za kutisha na hofu tu wakati wote, kiasi kwamba haoni maana ya kulala, na atatamani tu aidha aweze kuhama nyumba au atakimbilia kujaribu kulala sehemu nyingine, labda atapata nafuu, na atakuwa katika vitisho tu na hofu na hiyo wakati wote. Ndoto hizo hazitokani na Mungu bali zinatokana na shetani. Aina ya tatu ya ndoto: ndoto na maono yanayotokana na nafsi ya mtu mwenyewe. Mtu anapokuwa katika shughuli nyingi mchana kutwa, anapokuwa katika shughuli nyingi mbalimbali, na hatimaye amechoka na kwenda kitandani, anapokuwa analala, akili hii iliyokuwa imechoka, imefanya kazi kubwa sana sana, inapokuwa inapumzika, inakuwa mithili ya kitu ambacho umekizinga, halafu sasa kile kilichokuwa kimezingwa kinafunguka na kurudi katika hali yake ya kwanza kabla ya kuzingwa. Ndivyo akili inavyokuwa. Na wakati wa akili hiyo kuwa inafanya namna hivyo, inakuwa katika hali hiyo katika mapumziko, sasa inakuwa ni rahisi sana sana mtu kuota ndoto zinazolingana na shughuli zake. Alichoka, alikuwa akibeba magunia, na mchana kutwa alikuwa anabeba magunia maharage kutoa huku kupeleka kule. Atakapokuwa amelala, anaweza kuota anatembea miguu juu kichwa chini, na yote hayo tu yanatokana na shughuli nyingi sana ambazo aliweza kukabiliana nazo mchana kutwa, na ni nafsi tu ya mtu mwenyewe inayohusika na ndoto hizo. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 3. Mhubiri 5 mstari wa 3, Biblia hapo inasema hivi: kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Ndoto zinazotajwa hapo ambazo zinakuja kwa sababu ya shughuli nyingi ni ndoto zinazotokana na nafsi ya mtu mwenyewe. Vile vile mtu anapotafakari kwa muda mrefu juu ya kitu fulani au jambo fulani, hali hiyo husababisha ndoto au maono ya jinsi, na inakuwa tu ni maono au ndoto zinazotokana na nafsi ya mtu mwenyewe. Ametafakari jambo kwa muda mrefu sana sana, kwa ndani sana sana wakati wote, sasa ni rahisi sana kuota ndoto zinazofanana na lile ambalo amelitafakari kwa muda mrefu. Kwa mfano, mtu atakuwa anatafakari sana sana juu ya binti fulani, na akipita anamwangalia tu wakati wote, na hata kama ameketi kwenye benchi kama hivi, anasikia neno la Mungu, akifanya macho hivi anamwangalia binti wake huyo, na anafuatilia mambo yake yote tu tangu asubuhi, wakati wote. Hata kiingia hapa ni kama vile hakuna wanawake wengine, anamuona tu huyo, na anafuatilia. Yule anachukua maua yale, sasa anayapeleka kule, anatoka hapa anaweka benchi, na anawaza tu. Na hata akifika nyumbani, anawaza juu ya yule binti, kama ingetokea kumuoa siku moja. Mtu namna hii anaweza kuota ndoto kwamba anafunga harusi na yule binti, na
ndoto hiyo haijatokana na Mungu kabisa, lakini imetokana tu na nafsi ya mtu yule, kwamba ametafakari sana juu ya jambo lile kwa muda mrefu, na akili hiyo imehifadhi yote, na sasa yanatoka kwa jinsi ya ndoto. Anaweza kuwa mtu ametafakari sana juu ya kupasi kwake mtihani na kwenda sekondari, na akawake wakati anaulizia hivi sekondari kule kukoje, hivi sekondari kule kukoje, yaani nikipasi mtihani ni sekondari kule kunakuwa namna gani, tunapata chai kule na chai inakuwa maziwa. Atauliza mambo mengi sana, na atakuwa na tafakari juu ya sekondari, na akitafakari muda mrefu namna hiyo, ni rahisi sana kuweza kuota ndoto kwamba yuko sekondari mahali fulani, na ndoto hiyo ikawa imetokana na yeye kutafakari kwa ndani sana juu ya hilo. Anaweza kuwa mtu ametafakari kwa muda mrefu sana juu ya mambo ya Mungu, na amekuwa muda mrefu sana kwenye zoezi la kwaya, tangu asubuhi mpaka jioni. Kwenye zoezi la kwaya anatafakari juu ya neno, anaomba, na mtu namna anapolala anaweza kuota ndoto kabisa kwamba yuko katikati ya watu wengi wanaimba na yeye anawaongoza, wanaisikia, lakini ikawa tu imetokana na yeye kutafakari hayo aliyokuwa anatafakari kwa muda mrefu, na ndoto hizo ikawa tu zimetokana na nafsi ya mtu mwenyewe. Vema, ndoto za namna hii zinatokana na mtu kutafakari. Inaweza ikawa kwa mfano pia mtu ana njaa sana, na ametafuta chakula huko na kule, hajapata chakula, hata amekwenda kuvizia mahali kwamba labda atafika saa 6 na watamkaribisha chakula, na atakuta saa 6 ile wamemkaribisha, lakini kimya tu. Kumbe wao safari hii walikula saa 4:30, na sasa atangoja mpaka saa 8, na hatimaye anaaga. Anafikiri ataambia ngoje chakula, anaambiwa ubarikiwe, na sasa anatoka, hana hela mfukoni na hajui atakula nini. Ana njaa kali na ana kiu kali. Mtu namna hii mara kwa mara kulala itakuwa ni kazi sana, lakini akibahatisha tu kulala usingizi, kipindi kile chote ambacho alikuwa anatafakari pilau zile alizokuwa anakula zamani na akazimwaga, na sasa yuko hoi tabani, hata karanga za kutafuna hana. Sasa akilala usingizi ni rahisi kuota yuko kwenye karamu ya ajabu, anakula pilau na soda na anaburudika kwa ajabu, na mtu anadhani hatimaye akiamka kumbe ni ndoto, njaa yake imezidi kuliko mwanzo. Isaya 29 mstari wa 8. Isaya 29 mstari wa 8. Hizo ni ndoto tu ambazo zinatokana na mtu kutafakari kwa urefu juu ya jambo lile analolifanya. Isaya 29 mstari wa 8. Tena itakuwa kama mtu mwenye njaa au tapo, kumbe anakula, lakini amkapo nafsi yake haina kitu. Na kama mtu mwenye kiu au tapo, kumbe anakunywa, lakini amkapo kumbe anazimia na nafsi yake inatamani. Ndivyo jinsi ambavyo ndoto za namna hii zitakapokuwa zinakuwa na kudhihirika, na najua waziwazi kwamba ndoto za namna hii zinatokana tu na nafsi ya mtu mwenyewe. Sema hilo sasa inatuleta katika kipengele cha 3, makusudi ya ndoto na maono ya Mungu na Shetani, na maono yanayotoka kwa Mungu. Makusudi ya Mungu kutuletea ndoto au maono ni kuwasiliana nasi. Kwa ufupi tungesema hivyo, ni kuwasiliana nasi. Kutokana na nia moja ama nyingine, Mungu anapenda kuwasiliana nasi, na atatumia ndoto au maono kama njia yake mojawapo ya mawasiliano. Na kwa kutumia ndoto au maono, Mungu huweza kufanya yafuatayo. Kwanza, hutupa maelekezo. Mathayo 2:13.
Mathayo sura ya pili mstari wa 13. Mathayo 2:13, Biblia hapo inasema hivi: na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto wa mwangamizi. Katika ndoto anapewa maelekezo na Mungu. Mstari wa 19 mpaka 20 vile vile: hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Katika ndoto mtu huyu anapewa maelekezo. Katika ndoto Yusufu anapewa maelekezo ya kuondoka sasa na ashike njia kwenda Israeli. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 10 mpaka 12. Basi palikuwa hapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia, anaomba. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Katika maono Anania anapewa maelekezo. Mwanzo sura 20 mstari wa 3 mpaka wa 7. Mwanzo 20 mstari wa 3 mpaka wa 7, Biblia hapo vile vile nasema hivi: lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. Basi Abimeleki alikuwa kumkaribia, akasema, Bwana, je, utawacha taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi, kwa hiyo sikukuacha mguse. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Anatoa maelekezo kwamba aende kwa Ibrahimu na kumrudisha mwanamke, na kwamba yule Ibrahimu atamwombea. Hayo ni maelekezo tunayoweza kupata katika ndoto. Mungu wetu kwa kutumia ndoto anaweza kutuelekeza kwenye kanisa fulani, na akatuelekeza kwenda kujifunza huko, na ndivyo jinsi Mungu anavyoweza kutuelekeza. Hata akatuonyesha mtumishi wa Mungu katika kanisa hilo, na akatufundisha, akatuelekeza katika ndoto kwamba tuende huko. Hata wakati mwingine katika matatizo mbalimbali mtu anaweza kuwa nayo, anaweza kuelekezwa kwamba aende kwa mtumishi fulani wa Mungu akamwombee, na wakati mwingine akaweza kumwota mtumishi yule wa Mungu katika ndoto hata kabla hajamuona. Ndivyo jinsi ambavyo Mungu anavyoweza kutupa maelekezo katika ndoto kwa namna nyingi mbalimbali. Mwanzo 31 mstari wa 10 mpaka 13 vile vile tunaona maelekezo katika ndoto. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, naliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliowapanda hao wanyama walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua basi macho yako kaone. Mabeberu wote wanaopanda wanyama wana milia na madoadoa na marakaraka, maana nimeona yote aliyokutendea Laban. Mimi ni Mungu wa Bethel, huko nilikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka. Hapo anapewa maelekezo katika ndoto. Toka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliyozaliwa. Maelekezo katika ndoto. Unaweza kuona sio ile tu, lakini pili, Mungu anaweza kutumia ndoto na maono kusionya kuhusu hatari fulani au madhara fulani yaliyo mbele yetu. Mathayo 2:12. Mathayo sura ya 2 mstari wa 12. Nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Wameonywa na Mungu katika ndoto kwamba wasiende kwa Herode, na wakaenda zao kwa njia nyingine kwa sababu wameonywa
juu ya hatari au madhara ambayo angewapata kama wangemrudia Herode. Mstari wa 22, lakini aliposikia kwamba Akelao anamiliki huko Yahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko, naye akisha kuonywa katika ndoto akasafiri pande za Galilaya. Tunaona hapa jinsi ambavyo huyu naye ameonywa katika ndoto. Tunaona hapa Yusufu tena akiwa ameonywa katika ndoto juu ya hatari ambayo ingemkabili. Mwanzo 31 mstari wa 24. Mwanzo 31 mstari wa 24. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Katika ndoto anaambiwa ajihadhari. Ndivyo jinsi Mungu anaweza kutumia ndoto au maono kutuonya kwamba tujihadhari na hili au lile. Anaweza kutuonya kwamba tujihadhari juu ya ajali ambayo itatokea ikipanda gari fulani. Anaweza kutuonya juu ya mambo kadhaa mengi, na kutokana na ndoto hizo au maono tukaweza kuwa tumeweza kuepuka madhara ambayo yangetupata. 3, kwa kutumia ndoto au maono, Mungu wetu hufanya mazungumzo nasi na kutuelekeza au kutuelewesha mambo mbalimbali. Unaweza kuwa na mambo mengi mbalimbali ya kutubariki, ya kutuambia katika mazungumzo, na ndoto au maono anaweza Mungu akatumia ndoto au maono kama njia ya mawasiliano ya kutuelezea mambo hayo aliyakusudia kwetu. Mwanzo 28 mstari wa 10 mpaka 16. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake afika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii ilalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, na utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, na nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Katika ndoto tayari amezungumza na Mungu, na Mungu akamweleza juu ya baraka ambazo zitakuja kwake, mambo kadha wa kadha yatakayotokea kwake na kadhalika. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5 mpaka 15 tunaona vile vile mambo ya mfano wa hilo. Suleiman anasikiwa na ndoto wakati wa usiku, na Mungu anasema naye kwamba aombe lolote atakalo na aweze kupewa. Wafalme wa kwanza sura ya 3. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 5 mpaka mstari wa 15. Na huko Gibeon Bwana akamtokea Suleiman katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Suleiman akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nao. Na amemwekea na fadhili kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Na sasa, Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu wa watu wako walio wengi? Neno likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Suleiman ameomba neno hili.
Mungu akamwambia, ukakuwa umeomba neno hili, wala kujitekea maisha ya siku nyingi, wala kutaka utajiri kwa nafsi yako, wala kutaka roho za adui zako, bali umejitekea akili za kujua kuhukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wakili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba wewe siku zako zote, na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapatakuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu, kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Naye Suleiman akaamka, na kumbe ni ndoto. Akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa na sadaka za amani, akafanyia karamu watumishi wake wote. Akaamka, na kumbe ni ndoto. Lakini katika ndoto Mungu akazungumza naye, hata akamwambia, omba utakalo nikupe, na akaweza kupokea. Na tunaona jinsi ambavyo Suleiman hatimaye alivyoweza kuwa na hekima ya kipekee. 4. Katika mashaka fulani juu ya jambo lipi la kufanya, Bwana hutuondolea mashaka kwa ndoto au maono, na kutueleza ni lipi la kufanya lililo sahihi. Wakati ambapo hatujui tufanye nini, tutende nini, tufanye jambo lipi, na tunakuwa na mashaka kwamba huenda tukifanya hili itakuwa sio katika mapenzi ya Mungu, na kabla hatujafanya ambalo si mapenzi ya Mungu, sasa Mungu ili kutuelekeza kwa usahihi tupasayo kufanya, anatutokea kwa ndoto au maono na kutueleza lile sahihi tupasalo kulifanya. Na utakumbuka habari za Yusufu na Mariamu. Baada ya Mariamu kuwa amechukua mimba, tunaona jinsi ambavyo Yusufu aliazimu kumwacha mkewe kwa siri ili asije kumwaibisha. Sasa alipokuwa ameazimia moyoni mwake kumwacha, alipokuwa katika matayarisho ya kumwacha, ndipo ambapo alipoweza kutokewa na Mungu kwa ndoto, na akaweza kuondolewa mashaka na kuambiwa asihofu kumchukua mkewe Mariamu. Mathayo sura ya 1 mstari wa 20. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaweza kuona vile vile kuna wakati ambapo Paulo mtume pamoja na timu yake Injili walipokuwa wanakwenda kuhubiri huko na kule, na mara 2 mfululizo wakajaribu kwenda huko na kule, lakini wakawa wamezuiwa kwenda kuhubiri sehemu hizo kutokana na kuzuiwa na Roho wa Yesu au Roho Mtakatifu. Angalia Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6 mpaka mstari wa 10. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakakatazwa na Roho Mtakatifu wasihubiri lile neno katika Asia. Walipofika ukabili Misia, wakajaribu kwenda Bitinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Angalia maneno hayo. Wamejaribu kwenda kuhubiri neno lile katika Asia, lakini wamekatazwa na Roho Mtakatifu kwamba wasihubiri neno Asia. Wanatoka huko, wanafika sasa, wanakabili Misia, wanajaribu kwenda Bitinia, sehemu nyingine, lakini Roho wa Yesu huyo hakuwapa ruhusa. Sasa wanatoka huko, hajapewa ruhusa tena kuhubiri, wana kiu, wana shauku ya kuhubiri, wanapita Misia, wanateremkia Troa. Na sasa hawajui sasa wafanyaje, wahubiri wapi, waende wapi, katika mazingira ambayo wana mashaka sasa kujua kwamba ni kipi hasa wakifanya katika mpango wa Mungu baada ya kukatazwa mfululizo hivyo na Roho Mtakatifu. Sasa Paulo anatokewa na maono. Paulo akatokewa na maono usiku. Alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Basi alipokwisha kuona yale maono, maana tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Unaweza kuona sasa anaondolewa mashaka, anapata kuelewa kabisa kwamba katika mpango wa Mungu sasa anasikia kwenda kuwahubiri watu wa Makedonia. Unaweza kuona. 5. Kabla labda ya kuangalia namna hii nyingine ya 5, tunaanza vile vile kuangalia Matendo ya Mitume 18 mstari wa 9 mpaka wa 10. Bwana
akamwambia Paulo, kwa maono usiku usiogope, bali nena wala usinyamaze. Paulo mtume ameingia katika mji huu na amefika mahali ambapo wamepingana naye sana na kumtukana Mungu wake anayemhubiri, na anakung'uta mavazi yake, anawaambia damu yenu iwe juu ya vichwa vyenu, mimi ni safi, tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Na kuanzia hapo anaondoka, anaingia kwenye nyumba moja na anaendelea kutenda kazi ya Mungu polepole. Na sasa wakati wa usiku, Bwana anamtokea kwa maono usiku. Anamwambiaje? Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakayekushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Unaweza kuona alikuwa katika hali ya kuona kwamba afadhali atoke kwenye mji ule aende sehemu nyingine, amekisha kung'uta mavumbi. Lakini sasa Mungu anamwondolea mashaka kwamba hakuna mtu yote atakayemshambulia wala kumdhuru, kwa sababu Mungu ana watu wengi katika mji ule ambao watahusika naye, na aendelee kunena habari za Injili wala asinyamaze katika mji ule ule. Unaweza kuona jinsi ambavyo Mungu alivyomwondolea mashaka hapo Paulo kwa kutumia maono na kumweleza kwa usahihi lile analolipasa kulifanya katika mpango wa Mungu. Sasa kwa njia ya ndoto wa maono, Mungu huweza kumshughulikia mtu na kubadili msimamo au mwelekeo wake. Wako watu wengine ambao watakuwa mbali sana na wokovu, na Mungu ataweza kutumia ndoto, ataweza kumwonyesha msalaba, atamwonyesha damu yake Yesu iliyomwagika msalabani. Anaweza kutumia njia nyingi mbalimbali za ndoto moja ama nyingine, maono namna mmoja ama nyingine, ili kumfanya mtu yule msimamo wake ubadilishwe, mwelekeo wake ubadilishwe kuhusiana na Mungu. Na hatimaye akaanza kuvutwa hatua kwa hatua, akiwa amebadili msimamo wake na mwelekeo wake mkali uliokuwa kinyume na neno la Mungu. Mkewe Pilato alikuwa na mwelekeo au msimamo uliokuwa kinyume kabisa na Kristo Yesu. Lakini baada ya kushughulishwa kipekee sana katika ndoto, akaweza kumtaja kwamba Yesu Kristo ni mwenye haki, jambo ambalo asingeweza kulifanya kabla ya kushughulishwa katika ndoto. Angalia Mathayo 27 mstari wa 19. Mathayo 27:19, Biblia hapo inasema, na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe, huyu ni mkewe Pilato, alimpelekea mjumbe kumwambia, usio na neno na yule mwenye haki. Anamwita Yesu sasa mwenye haki, kwa sababu nimetesa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Watu wengi wanaweza kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi baada ya kushughulishwa kipekee sana kwa njia ya ndoto na maono. Unakumbuka habari ya Sauli, jinsi ambavyo aliweza kushughulishwa kwa maono hayo na hatimaye akaokolewa. Mungu anaweza kubadilisha misimamo ya watu kwa ndoto na maono, wakaweza kukubaliana na yale ambayo walikuwa wakubaliana nayo kabla. Wakaweza kufahamu mtu fulani mtumishi wa Mungu kinyume na jinsi alivyokuwa nafahamu kabla. Na sio hilo tu, tunaweza tukawa tumemwomba Mungu juu ya kazi na tukaona tu kazi inachelewa. Na wakati mwingine, mbona Mungu anijibu? La hasha, kuna vipindi vya matayarisho vile baada ya maombi yetu. Ndio maana inatupasa kuwa na subira ili tuweze kupata mambo makubwa yanayotokana na maombi. Katika kipindi hicho cha subira, Mungu anaweza kuwa anamshughulikia bosi yule ambaye atatupa kazi hata kwa njia ndoto au maono, na hatimaye akawa msimamo wake na mwelekeo wake ambao alikuwa hawezi kumpa mtu kazi bila rushwa ukawa umebadilishwa. Hata alivyokuwa amekuona tu mara moja, atakapokuwa anakuona tena utakapomwendea, tayari msimamo wake na mwelekeo wake ukawa umebadilishwa kabisa na Mungu, na akaweza kukuchangamkia kwa namna ya ajabu sana, kwa sababu Mungu alimaliza kazi katika akili yake wa kumshughulisha kwa ndoto au maono. Mume wako ambaye yuko mbali sana ambaye hataki kurudia, Mungu anaweza kumshughulisha kwa ndoto au maono, akamletea picha na sura yako kwa namna ya kipekee sana, hata kuanza kumvuta kipekee kuanza kutafuta mawasiliano na wewe. Na katika kipindi hicho ambacho tunamuona Mungu au unamuona mumeo acha kurudia na kuanza kulalamika na kunung'unika, kumbe Mungu wakati huo anamtayarisha yule mumeo kurudia kwa njia ya ndoto au maono na kubadilisha msimamo au mwelekeo wake. Ama hiyo, Mungu anatumia ndoto na maono kukamilisha nia yake katika eneo hilo. 6. Kwa njia ya ndoto na maono, Mungu wetu utuonyesha mambo tusiyojua kwa faida yetu au
kwa faida ya kanisa la Mungu au watu wake kwa ujumla. Ufunuo 1:1, Biblia inasema katika Ufunuo 1:1, ufunuo Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwaka upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Alionyeshwa, aliona maono, na kitabu kizima cha Ufunuo Yohana ni kitabu cha maono. Na maono haya yamekuwa ni msaada wa kanisa lote la Mungu na watu wa Mungu kwa ujumla. Na tunaweza kwa Mungu kwa njia ya maono au ndoto akaweza kutuonyesha mambo kadhaa yajayo yaliyopo kwa faida ya kanisa la Mungu kwa ujumla au watu mbalimbali wa Mungu. Na hiyo vile vile ni njia ambayo Mungu, ni nia ambayo Mungu atakuwa nayo, na anaweza kutumia ndoto au maono kuwasiliana nasi kwa faida hiyo. Sasa tumekuwa tunaona kwa muda wote huu juu ya makusudi ya ndoto na maono yanayotoka kwa Mungu. Sasa tutaangalia juu ya pili, makusudi ya ndoto na maono yanayotoka kwa Shetani. Kwanza au A, kutupoteza na kutupeleka mbali na neno la Mungu. Adui hana kitu kingine chote bali analenga kutupoteza na kutupeleka mbali na neno la Mungu, ili hatimaye hata tuweze kukaa katika moto milele na milele. Zaburi 119 mstari wa 95, wasio haki wameniotea ili kunipoteza, nitazitafakari shuhuda zako. Shetani yeye ndio mkuu wa woteaji ambaye anatuotea ili kutupoteza, na anaweza kutuletea ndoto na maono ili kukamilisha azma yake ya kutupoteza. Pamoja na kwamba atatumia watu mbalimbali kutupoteza, lakini anaweza kutumia watu kwa namna ya ndoto au maono wakaweza kutupoteza vile vile. Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 20, utaona juu ya Jezebel ambaye alikuwa anawapoteza watu, na maonyo hapa yanatolewa juu ya huyu ambaye alikuwa anamridhia Jezebel mafundisho yake. Huyu ni mtumishi wa adui Shetani ambaye alikuwa anawapoteza watu. Na vile vile katika Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 26, Biblia hapo inasema, nimeandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Shetani hatatumia tu watu kutupoteza, lakini anaweza yeye mwenyewe akatumia watu wasioonekana kwa wazi moja kwa moja kama hivi tunavyokuwa nao katika shughuli zetu za kila siku, lakini wakaja kwetu kwa njia ya ndoto, na hata akaweza kuwatumia malaika wa giza kutupoteza kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, akatupoteza na kutupeleka mbali na neno la Mungu. B au pili, Shetani hutumia ndoto hizi kutuonea. Matendo 10:38 utaona hapa juu jinsi ya Yesu Kristo alivyotiwa mafuta na kuweza waweka huru wale walioonewa na ibilisi. Shetani kazi yake moja ni kuwaonea wanadamu, na anaweza kutumia ndoto au maono kuwaonea wanadamu, akaonea kwa namna kubwa sana na kuwafadhaisha watu na kuwafanya wasifurahie kabisa kulala, wakaonewa, wasipate amani ya namna yote kutokana na kuonewa na ibilisi kwa njia ya ndoto au maono, akiwatumia pepo wake kwa namna moja ama nyingine au sura mbalimbali za kutisha na kumfanya mtu aonewe namna moja ama nyingine. Atatumia ndoto vile vile kututesa. Waraka wa kwanza Petro sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 9, maandiko hapo yanasema hivi: muone kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze, nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Unaweza kuona Shetani ni mtesaji, na njia moja ya kututesa anaweza kutumia ndoto na maono, akatuletea namna nyingi mbalimbali za kututesa kwa njia ya ndoto na maono, hata tukawa tukifika usiku tu tunaogopa kwamba mateso ya jana yataweza kuja kwetu leo tena.
unaweza kuona. Na kwa njia ya ndoto au maono, shetani ataleta mapepo wake ambao watakuja kutushambulia kwa mfano wa majitu. Na utasikia mtu anasema, oh, niliona jitu moja limekuja jeusi na refu, likaanza kunishambulia, linanikandamiza, linanipiga vibao, linanikaba koo, kila mahali nimebanwa. Nikapiga kelele, nafikiri mnanisikia, lakini ninashangaa mtu kunisaidia. Majitu haya yanakuja kumkandamiza, kumvuruga. Hawa ni mapepo. Unapoona unakuja kukandamizwa, unapoona sasa unashikwa, kuna kabwa koo, usifikiri ni Roho Mtakatifu anakuonyesha mambo. Hapana. Roho Mtakatifu anakuja kukaba koo kwa misingi gani? Ni Mungu wa amani, sio machafuko. Hao ni mapepo. Na majitu haya yatakuja kwa namna nyingi mbalimbali. Nikaona tu kama kivuli. Niliona tu kivuli kinapita kwenye dirisha. Hatimaye nikaona kama mtu ameshaingia nyumbani. Nikaona tu tayari. Nikaanza kuona kila mahali nywele zinasisimka tayari. Nilipoona ile jitu liko hapa, nikaona limepotea, nikaanza kuvurugwa, nikijikuta napiga kelele yowe. Nashangaa kitu gani kimenipata. Hayo ni maono yanatokana na shetani, na ataleta majitu namna kuja kutukaba. Na watu wengine wanaposikia lilikuja likanikaba, wanafikiri hadithi. Hizi sio hadithi, ni mambo ya kibiblia. Angalia Biblia yako juu ya majitu haya yanayokuja kukaba watu nyakati kwenye ndoto na maono. Ayubu 16 mstari wa 14. Ayubu 16 mstari wa 14, Biblia inasema hivi: univunja kwa uvunjifu juu ya uvunjifu. Angalia maneno haya, univunja kwa uvunjifu juu ya uvunjifu. Unamsikia mtu akifika asubuhi anasema, yani kote kuna uma huku, ni kama nimekanyagwa kila mahali, niko hoi tabani. Univunja kwa uvunjifu juu ya uvunjifu, unishambulia mfano wa jitu shujaa. Ndio majitu hayo, mapepo hayo ambayo yanatujia, yanaweza kumjia mtu wakati wa usiku au kwa namna ya ndoto au maono wakati wowote. Sio tu, lakini shetani atatumia ndoto au maono kuitia mili yetu uchafu kwa ndoto za uasherati na uzinzi, akiwatumia mapepo au wanadamu. Mapepo ni roho, yanaweza kuchukua mili ya namna yote. Yanaweza kuchukua sura za watu waliokufa, sura za watu walio hai, yanaweza kuchukua sura zozote, alafu yakatumia sura hizo na akatujia katika ndoto, lakini ni mapepo. Na katikati ya malaika wale walioasi kutoka juu mbinguni, wale walioasi, Biblia inasema wanaitwa kwamba hawakuilinda enzi yao wenyewe. Walikuwa na nafasi nzuri kule juu, lakini hawakuilinda enzi waliokuwa nayo, na wakatupa chini. Malaika hao waligawanywa. Sehemu mojawapo iliweza kuwekwa katika kifungo na wengine wakaachiliwa. Na hawa malaika ni malaika wa giza, ni malaika wa asi, sio malaika wa nuru. Na kati ya malaika hawa wako hawa pepo wanaoitwa pepo wabaya katika ulimwengu roho. Katikati ya pepo hao wako pepo wachafu. Pepo hao wachafu ni pepo ambao wanaweza kuja kwa mithili ya mwanadamu kabisa, na wakamjia mwanamke au mwanaume, wakataka kufanya naye au wakafanya naye kabisa tendo la uasherati au la uzinzi, na wakawa wamefanya yote kana kwamba ni wanadamu. Na atakuja mtu anameiwa, na wakati kadha wa kadha atamjia mwanamke au atakuja kwa mwanaume, na kwa nguvu, pasipo matakwa ya mwanamke yule, pasipo matakwa ya msichana yule au mvulana yule. Mapepo haya kwa kutumia wanadamu mbalimbali kwa sura mbalimbali ambazo hata mwanamke yule anaweza kujua fulani, akafikiri labda ni hao kweli wanakuja, kumbe ni mapepo. Anaweza kuonewa na atashikwa kwa nguvu na mapepo hao, na wakaweza kumtia mwili wake uchafu. Hao ni mapepo wa uasherati. Na hauishii hapo, wengine watakuja na kuweza kufanya matendo ya Sodoma na Gomora.
kama jinsi ambavyo Sodoma na Gomora walivyokuwa wanafanya uasherati kati ya mwanaume na mwanaume. Na hawa pepo watakuja kwa namna hiyo na kutaka kufanya na watu matendo ya Sodoma na Gomora. Na hawa ni pepo halisi ambao wanaitwa pepo wa uasherati au wanafahamika vile vile kwa jina la pepo wa mahaba. Na hawa wakija kwa mwanamke, unaweza kuona hatimaye wanaweza kumwonyesha mwanamke watoto mapacha, mtoto huyu, na akaona matiti anatoa maziwa, nionyesha mtoto wako utakayempata. Na akiona tu hilo, hatimaye kesho yake au siku inayofuata anaweza kujikuta tayari anaingia katika siku zake. Hao ni pepo wa uasherati ambao wataleta mafarakano makubwa sana katika familia. Na mwanamke akiwa mapepo wanamujia, mapepo hao watakuwa wanataka kummiliki na wataona kwamba ni mke wake na hawatamruhusu kwa namna yote kumpenda mumewe, na kutatokea kabisa mafarakano kati yao bila sababu yoyote. Hao wanaitwa pepo wa uasherati au pepo wa mahaba ambao sio hadithi lakini ndoto. Vile vile hao wanaitwa pepo wa uasherati au pepo wa mahaba ambao sio hadithi lakini ni mambo ya kibiblia. Angalia Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 8. Yuda sura ya kwanza mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati. Angalia neno hilo uasherati. Waliofuata uasherati kwa jinsi moja na hawa. Naona kwa jinsi moja na hawa pepo wa uasherati. Wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Kadhalika na hawa katika kuota kwao. Angalia neno hilo kuota kwao, hutia mwili uchafu. Kwa ndoto za namna hii, pepo wa uasherati watautia mwili uchafu. Vema, baada ya kuwa tumejifunza juu ya hilo, sasa tuweze kwenda katika kipengele cha 4 na cha mwisho cha somo letu. Ndoto na maono ni mafumbo. Ni muhimu kufahamu kwamba mawasiliano ya Mungu kwetu kwa njia ya ndoto na maono huja kwa mafumbo na sio kwa namna ya tafsiri iliyo waziwazi ya moja kwa moja. Ndoto na maono ni mafumbo. Angalia Hesabu sura 12 mstari wa 5 mpaka mstari ule wa 8. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriam, na wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Kwa Musa sitasema naye kwa maono au ndoto. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote, kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi, wala si kwa mafumbo. Unaweza kuona, wala si kwa mafumbo. Maono na ndoto hapa tunajifunza kwamba ni mafumbo, sio namna ya waziwazi ambayo mtu anaweza kutafsiri mambo. Kwa mfano, katika ndoto tukiona jua au mwezi au nyota, sio lazima vitu hivi viwe vina maana hiyo hiyo kwamba ni jua au mwezi au nyota. Na tunaweza kuona jua na tafsiri yake ikawa baba, vitu ambavyo havielekeani kabisa. Tunaweza kuona mwezi, tafsiri yake ikawa mama, vitu ambavyo havielekeani wala kufanana kabisa. Tunaweza kuona nyota, tafsiri yake ikawa ni watoto, vitu ambavyo havifanani wala kuelekeana kabisa. Kwa hiyo tafsiri ya ndoto sio swala la kutumia akili na ufahamu wa kawaida wa kibinadamu. Angalia Mwanzo sura 37 mstari wa 5 mpaka mstari wa 11. Mwanzo 37 mstari wa 5 mpaka 11, Biblia hapo inasema hivi: Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, na wakazidi kumchukia. Akamwambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe miganda hii inayozungumzwa ni
ni mavuno ya ngano ambayo yamefungwa matita matita, kama jinsi tunavyoweza kuvuna miwa alafu ukayafunga mafungu. Sasa ngano imevunwa na ina yale matita matita, hayo mafungu yanaitwa miganda. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu kaondoka, akasimama na tazama miganda yenu ikazunguka ikanama mbele ya mganda wangu. Watu hapa wanakuwa miganda, ndugu zake wanakuwa miganda, na sasa mganda wake umesimama, hawa miganda wenyewe miganda ile mingine imeinama mbele zake. Ndugu zake akamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi na wewe utatawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Hapo ndoto ilikuwa ina maana kwamba atawamiliki au atawatawala. Akaota tena ndoto nyingine, akamwambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akamwambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani uliyoota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Tafsiri ya ndoto hiyo ilikuwa kwamba jua maana yake baba yake, mwezi maana yake mama yake, na nyota zile 11 maana yake nduguze 11, na kwamba hao watakuja kumsujudia. Unaweza kuona jinsi ambavyo tafsiri ya vitu katika ndoto inavyoweza kuwa tofauti sana na kawaida. Sio tu, lakini katika ndoto mojawapo matawi matatu yanaweza kumaanisha siku tatu, na katika ndoto nyingine nyungo tatu zikaweza kumaanisha siku tatu, kama tunavyoweza kuona katika Mwanzo 40 mstari wa 7 mpaka 23. Mwanzo 40 mstari wa 7 mpaka mstari wa 23. Akauliza maakida wa Farao aliyekuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana wezaye kuifasiri. Yusufu akamwambia, kufasiri si kazi ya Mungu. Tafadhali mniambie. Mnyeshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake. Akamwambia, katika ndoto yangu nimeota huko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu. Angalia maneno hayo. Na ulikuwa kana unamea, unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, nikazitoa zabibu nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndio hii, matawi matatu ni siku tatu. Matawi matatu ni siku tatu. Unaweza kuona. Angalia tena mstari hiyo inaendelea hapo katika mstari wa 16. Mkuu wa kazi alipoona kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama ziko nyungo tatu za mikate meupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao, kazi za mokaji, ndege wa kabila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndio hii, nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua na kukondolea kichwa chako na kukutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Nyungo tatu hapo zikawa zinamaanisha siku tatu. Unaweza kuona kule matawi matatu yalikuwa yanamaanisha siku tatu. Hapa nyungo tatu katika ndoto nyingine maana yake siku tatu. Unaweza kuona jinsi ambavyo inavyokuwa hakuna kanuni kabisa ya tafsiri ya ndoto. Na vile vile ng'ombe 7 wema wanaweza kumaanisha miaka 7 ya ng'ombe 7 wema walionekana katika ndoto moja, wanaweza kumaanisha miaka 7 ya shibe, na masuke 7 mengine yalionekana katika ndoto nyingine yakawa na maana hiyo moja, miaka 7 ya shibe. Unaweza kuona katika Mwanzo 41 mstari wa 1 mpaka wa 7, alafu mstari wa 14 mpaka 16, alafu mstari wa 25 mpaka 36. Wakati sehemu yote hiyo utaona jinsi ambavyo masuke 7 yanamaanisha miaka 7 ya shibe, na vile vile unaona juu ya ng'ombe 7 wema unamaanisha miaka 7 ya shibe, na vile vile juu ya ng'ombe 7 dhaifu wabaya katika ndoto moja, na masuke 7 matupu yaliyokausha na upepo mashariki, vyote vinakuwa na maana moja tena, kwamba ni miaka mingine 7 ya njaa. Unaweza kuona jinsi tafsiri ya ndoto isivyokuwa na kanuni. Leo tutaishia hapo, lakini tutaanzia hapo katika sehemu ijayo, sehemu ya pili ya somo hili, kwenda kwa kina. Ukiishia tu hapa na usije kusikia katika sehemu ya pili ya somo hili, bado kutakuwa na mambo mengi yatakayo kuchanganya. Ni muhimu sana kuja Jumapili ijayo. Na je,
tukipata ndoto za namna hii tunawezaje kujua tafsiri yake? Tunawezaje kufahamu tafsiri yake? Kuna mambo mengi tutakayojifunza Jumapili ijayo. Je, tukipata ndoto za shetani tufanyeje? Je, tunaweza kumwomba Mungu awasiliane na sisi kwa ndoto? Kuna mambo mengi kujifunza Jumapili ijayo. Lakini kwa sasa simama pale juu na umshukuru Mungu kwa yale yote uliyojifunza, maana ana makusudi nawe kukuandaa kwamba iweze kuwa msaada kwako na kwa watu wengine. Paza sauti kumshukuru Mungu kwa jinsi ulivyojifunza, na mwombe Mungu ayaweke moyoni mwako na akupe neema kuja Jumapili ijayo kuendelea kujifunza. Paza sauti yako.